una tabia mbaya, mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya, hivyo vibaya. Mahusiano sitaki tena, utolo sitaki tena, marafiki wabaya sitaki tena, mambo ya umbea sitaki tena. Niache nisome. Sasa mwalimu, bwana, kuna vijana hapa mimi sielewi hapa, hebu nisaidie kwanza. Kuna Simtu, Mbeya, kuna Fujo, kuna Dani na kuna Mwajabu Tawatawa. Sawa. Hawa watoto sometimes wala darasani, hawahudhurii darasani, performance zao mbaya. Najitahidi kadi kuweka karibu kifriend, lakini bado hawanielewi. Watoto shida ni nini? Kwa kweli mimi nikupe hongera kwa sababu nimewagundua watu hao. Sasa namna ya kuwasaidia hapa kwa kweli, kwa mimi labda wewe, ila kwa mimi mwalimu mwenzangu, mimi na miaka 4 hapa. Sawa? Miaka mingapi? 4. Nimewapokea watoto hao. Kwa hiyo nimeanzana nao hao, pia wana tabia hizo hizo. Shule imefanya juu chini. Mkuu wamewaita hata wazazi wao. Tumefanyia counseling hapa, wamekiri lakini wamerudi na mwendo ule ule. Sasa inawezekana na mambo mengi. Na sisi ndio maana tukaamua kana kwamba tuachane nao. Unaona mwalimu? Kwa hiyo tumeachana nao. Kwa mfano kama mimi binafsi, mimi nishachanisha watoa kabisa kwenye diary yangu kwamba ni wanafunzi hawa na hapa. Kwa wale wapo tu ili wafanye wamalize. Mimi naenda na wanafunzi ambao wananisikiliza. Wale wasionisikiliza siendani na wanaachilia mbali. Kitu cha kushauri ndugu yangu ni kwamba jali mshahara wako. Unafanya kazi kwenye shule ya serikali, sio wa private. Sio wa private bwana Innocent. Mpaka unalala darasani kule kwa ajili ya wanafunzi. Lakini wewe serikali mpiga kwa wale ambao unafanyaje? Wanaendana na wewe. Yule ambaye asiendana na wewe kama hawa wakina Mwajabu, achana nao. Sasa mwalimu, ndio. Uone kama unakuwa utende haki kuchukua mshahara ambao serikali imetuamini, taifa imetuamini. Tunakwenda kujenga kizazi na taifa lina gani? Kwa sababu hakuna mkamilifu kwenye dunia. Nina imani wanao uwezo kubadilika. Tunawasaidiaje? Sasa mwalimu, mimi nadhani wewe tutakwenda vibaya. Wewe umeshanielewa, lakini nishakwambia achana nao, utajihangaisha, utakonda bure. Mwalimu, utakonda bure. Sasa ukisema niachane nao, tunakwenda kujenga taifa la aina gani? Sasa ni kweli taifa lile ambalo linalokusikiliza. Vipi asiye kusikiliza? Achana naye. Kwa wewe jali mshahara rafiki yangu. Kwa la mwisho, ili mimi usije kupata tukakorofishana kabisa. Sawa? Wewe jali mshahara, pokea, weka mfukoni. Nenda katumie na familia yako. Mimi nimeshaachana nayo mambo hayo. Sawa? Mimi napokea naondoka. Nishaachana nao. Toka kwanza hata mimi ngoja niondoke. Wewe baki na haya hiyo. Mimi nafanya ondoka zangu. Wewe baki na haya yako. Yo Fujo. Hebu njoo mara moja. Come here. Hurry up, fanya haraka. What are you doing? What are you doing there? Ma'am. What are you doing? Stupid. I'm asking you, what are you doing? Unafanya nini? Fanya kitu. Fanya kitu ndo nini? Ratiba gani sasa? Sasa break time. Sawa. Sasa sikiliza. Hebu nisaidie kitu kimoja hapa. Nenda dukani. Sawa? Kanichukulie maji ya baridi makubwa ya shilingi 1000. Achana na ile ya 600 500 achana. Ya shilingi ngapi?
1000. Ya baridi. Inaitwaje? Maji yote hayo, maji ya shilingi 1,500. Sasa hivi dakika ngapi? After 10 minutes you have to be here. Sawa. Ndio. Fujo kabisa, napewa 10,000 kanunue maji. Mpaka ikose nikienda kuna nunua mazagazaga. Sijui kajichanganya wapi uticha ile. Ngoja kwanza. Nikananguke bure. Ila jamani tajitahidi, mbona alivyoandika vizuri kama vile mwalimu alivyofundisha. Hivi kwa mfano tulikusanya madaftari tunapeleka kule. Sasa akasahilisha afu akaona sisi tumepata. Hivi atatuelewaje jamani? Sasa nilichoandika si ndio kile. Mwalimu alifundisha na siku ndio hivi. Tofautisha. Je, kwa nini? Sasa atagundua kitu cha kupesti na kukopi. Yaani kitu cha lazima sasa atakujua. Wewe bwana mimi hadi nimeandika nimefanya kisha kanisaishia. Mbona ni bora unajua unavyofanya kama wewe yani kana kwamba una akili sana. Kana kwamba wewe ingilizi. Kama unataka siuache uondoke. Potea bwana wewe. Unatupigia makelele tukajina yani ukisha saisha tu pale tukajikumbushie pale tusome kwa kule. Ili mwalimu akituuliza tu tukajua. Hivi Fujo. Naam. Nikusema nini nataka maji je? Na kiu sana ya maji alafu yule unaenda kwa ninywe maji ni break time sasa hivi. Na vipindi vingi sana. Sasa ndo nakusimulia. Nataka maji na kusubia nini lakini pia ingia change yangu ni my change. Unapojua ile kona pale ile. Mama nani mama sabuni sijui mama nani unamuita sijui mama mkopa chuma sijui. Sasa sijajua kamera nimeangushia pale maana muda wangu kuna research. Niangalie kamera ipo hiyo nakumbuka ile mimi nimpoteza mwalimu. Fujo, tusipoteze muda. Nataka nipate maji sasa hivi nikaandae hivi. Kuna vipindi vingi sana kule. Sasa usipotezee muda wangu, nataka maji au change ama maji au ni fedha yangu labda maji yameisha au duka wamefunga. Hii kona hii I don't like it. Sio kona teacher. Mimi sikudanganywa wallahi tena nalamba mchanga. Ila nimeangusha mimi mwalimu nisamee, forgive me. Hata msanii mmoja aliimba sijui my teacher, forgive me, believe me. Kwa hiyo umepoteza hela, ndio? Ndio. Mimi najua fedha ila haijaibiwa. Wao hujaangusha wanaleta tu uhuni. Lakini mimi ni mwalimu wako. Niangalie usoni kwanza. Macho yako yajieleza kabisa. Yaani ukweli wa binadamu umefichika kwenye macho ya binadamu. Kwa macho yako yanaeleza wazi kabisa wewe umenidanganya. Lakini njia ya Mungu ni fupi. Wewe nenda. Fujo. Wewe si fujo. Wewe nenda lakini hiyo hela haijaibiwa na hela hiyo itarudi tu na utakwenda kuathirika. Kwa hiyo jitafakari, nakupa dakika 10 tena. Either leta hela au leta maji na change. Vinginevyo utajitengenezea matatizo. Niache nisome. Kwa nini ulikuwa malaya? Una tabia mbaya. Mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya. Hivyo vibaya. Mouse